Nashukuru Mungu kwamba tumeandaa vizuri timu yetu kwa ajili ya mchezo wa kesho kwenye kiwanja cha mazoezi. Nafikiri hata hivyo tulipata gap nzuri, tumepata siku 10. Kwa nafikiri tumemaliza kila kitu katika kiwanja cha mazoezi. Kimbinu ndo mbinu. Mara nyingi mbinu anakuwa haambiwi mpinzani. Tumejiandaa vizuri katika kiwanja cha mazoezi na mbinu yetu tutakuja kuiona kwenye kiwanja cha game. Kwa sababu kila mtu amejiandaa, hatuwezi kumdharau mpinzani. Lakini hata inakuja kupata pointi 3. Lakini sisi tuna malengo yetu. Na malengo yetu wa msimu huu kuja kuchukua pointi 3 na kupata ubingwa. Na ndio maana tumesema tumepata gap kubwa katika wiki ndani ya siku 10. Kwa hilo ambalo mmelizungumza kama lipo, sisi katika benchi la ufundi hatukuliona, lakini kama lipo nafikiri sisi hatulijui, lakini sisi tunajua timu yetu iko vizuri kwa ajili ya kujiandaa na kwenda kuchukua ubingwa. Kwa majina anaitwa Nasr Salum Baruk, ni vice captain wa timu ya KVZ FC. Cha kwanza huwa tunahamasishana, pia tunakaa vikao kwa wingi, na pia kuhamasishana pia kwenye uwanja pia. Tunahamasishana ili kupata matokeo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah tunaahidi hivyo na tunatarajia kufanya hivyo. Mashabiki naambia kwamba waje kwa wingi uwanjani, na pia tuna jambo letu msimu huu. Pia kuhamasishana pia kwenye uwanja pia. Na hamasishana ili kupata matokeo. Utakuwa na matokeo mazuri kwa kupatikana. Nadhani kwa nini inatoa picha halisi kwamba mwaka huu umeleza limeenda mtoni. Mwaka huu umeleza limeenda mtoni pale. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah tunaahidi hivyo na tunatarajia kufanya hivyo. Swali mwandishi. Naga. Jana bado. Nini unaambia mashabiki wa KVZ msimu 25-26? Mashabiki naambia kwamba waje kwa wingi uwanjani, na pia tuna jambo letu msimu huu. Inawezekana inshallah. Asante. Wale wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu sawa kwa na afya njema. Kiukweli kama sisi Malindi tumejiandaa vizuri kwa mechi hii inayofuata dhidi ya mpinzani wetu ambao ni KVZ. Kiukweli tulipoteza mchezo ambao uliopita sawa, ila kimchezo ambao tulipoteza mechi iliyopita baina mechi iliyopita na saizi, yani tumejipanga kivingine kabisa, sababu tumeanza mazoezi takriban kama siku 6 tayari. Tumepata muda mzuri kwa mazoezi sawa, na tumejiandaa vizuri dhidi ya mpinzani wetu. Ni wachache ambao hajafika tayari, lakini hao ambao wapo wamejikualisha kwa maana na timu hapa ilipo sasa. Kwa kweli sisi tupo katika sehemu mbaya. Sawa, kingi kikubwa ambacho tunachokana kuongea na baadhi ya watoto wetu ni kuwashusha pressure kwanza. Sawa, sisi tunatafuta alama kwa ajili ya kusogea pale tulipo. Na kwa kweli watoto wetu wanatusikiliza. Juzi tu tumeweza kufanya mechi kadhaa, moja tu ambao imetuonyesha nini ndio kufanya baada ya kuwin kule 3-0 na timu fulani ambayo iko juu. Kwa hiyo imetuonyesha njia na nini sisi tunataka kufanya mazoezi tayari. Lakini kama nilivyoongea hapa, mpata muda mzuri wa kutafuta yale makosa ambayo tuliyafanya mechi iliyopita ili kujirekebisha uzuri kuwin hii mechi ambayo iko mbele yetu. Tofauti. Utaona kitu tofauti ama kitu tofauti kabisa. Mchezaji wa Malindi ni baba kwa kuwakilisha wachezaji wenzangu. Ni kweli tumepoteza mchezo, lakini kutokana na situation ambayo tulikuwa nayo na kwa sasa tutarajie tu mengine kwa ajili natarajia mengine tu matokeo kubadilika na kufanya uzuri. KVZ ni timu bora na tunaheshimu, lakini na sisi pia tupo tayari kupambana nayo. Ni kweli kabisa tumepata kocha mpya na kocha katubadilisha kiupande fulani tofauti na mwanzo tulivyokuwa. Ndio mimi kama tarajia jingine tu kutokea kesho, wazi wa Mungu
tutaweza kufanya vizuri. Sisi kama wachezaji tukikaa tunakuwa tunapeana moyo na kutiana morali kutokana na hali tuliokuwepo nayo. Sisi tupo chini, tupo kujinasua, tunakaa tunapeana moyo na kujazana morali, tukafanya kazi ili mabadiliko yaonekane. Mimi neno langu kwa mashabiki wetu wa Malindi, waendelee tu kutusapoti na waje uwanjani kwa wingi. Tutafanya vizuri kwa uwezo wa Mungu. Bila wao si hapa na kitu.